Kama wewe utakuwa ni mfuatiliaji wa mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani, utaweza kuwa ulikutana na taarifa ambayo inauliza kwa nini klabu za mipira zinapenda kumiliki gari aina ya Irizali. Kwa hiyo hili limeweza kuwa ni gumzo kwa watu wengi, kwa sababu tumeweza kuona kwamba kuna aina nyingi sana za magari, na pia kwamba watu tunategemea kuona tu kwamba klabu ya mpira imiliki basi ambalo linaweza ikatumika tu kusafirishia wachezaji kutoka mazoezini kurudi kwenye camp au kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Kwa hiyo kumeweza kuwa na maswali tofauti kwa nini basi aina ya Irizali limeweza kupendwa sana na klabu kubwa hapa duniani. Sasa leo tunaenda kukupa taarifa mbalimbali kuhusiana na basi aina ya Irizali ambalo klabu ya Simba imeweza kulinunua na kuhakikisha kwamba linaweza kutumika kama basi rasmi la klabu, ambapo basi la awali litaenda kupelekwa kama ni basi la kuwasafirisha wanawake au Simba Queens. Kwa hiyo hizi ni taarifa nzuri kwamba klabu ya Simba imeweza kufanikiwa kupata au kununua basi aina ya Irizali ambalo lilikuwa ni mojawapo ya mipango ya mdhamini wa klabu ya Simba, yani Jairut, ambaye aliweza kutoa kwamba ofa yeye anaenda kuitoa kwa klabu ya Simba ni kuhakikisha kwamba wanaenda kupata basi aina ya Irizali. Kwa hiyo ameweza kutimiza ndoto hizi na kuhakikisha kwamba klabu ya Simba kwa sasa rasmi inamiliki basi aina ya Irizali. Kwa hiyo tunaenda kukupa mambo machache kuhusiana na basi hili. Hili basi limeweza kutumiwa na klabu kubwa hapa duniani kama Real Madrid, Barcelona, Manchester City na Manchester United. Kwa hiyo hizi klabu kubwa zinafanya vitu ambavyo watahakikisha kwamba vinawapa wachezaji wao hali nzuri ndani ya klabu. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu basi hili limeweza kutengenezwa kwa kuhakikisha kwamba anayeingia ndani ya basi hawezi kuondoka na uchovu wa aina yoyote ile. Kwa hiyo hichi ndio kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia, kwa sababu mchezaji anatakiwa asipate uchovu, kwa sababu endapo akipata uchovu tutegemea kwamba endapo akiingia ndani ya uwanja ile performance yake haiwezi kuwa ya hali ya juu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba basi aina ya Irizali limeweza kuonekana ni mojawapo ya basi lenye usalama mkubwa sana. Limetengenezwa kwa usalama mkubwa wa kuhakikisha kwamba endapo hata likiweza kupata ajali ndogo, basi waliomo ndani wanakuwa wako safe au wako salama kutokana na miundombinu iliyoweza kutumika kutengeneza basi aina ya Irizali. Lakini pia basi aina ya Irizali lina mifumo mizuri ya hewa ndani ya gari, hivyo linaweza kumpa mchezaji hali ajisikie kama yuko nje, yani hali ya hewa iliyoko ndani ya gari aina ya Irizali ni hali nzuri ambapo wachezaji wanakuwa comfortable na hali ya hewa. Kwa hiyo hii inapunguza uchovu na kuwalegeza wachezaji. Lakini jambo lingine tunaweza tukasema kwamba timu status, yani kuiweka timu katika hali ya juu. Tunajua kwamba timu kubwa zinamiliki basi aina Irizali. Pia mfano klabu ya Azam FC pia inamiliki basi ya aina ya Irizali. Hii inaipa klabu thamani kwamba klabu inaonekana ina thamani kubwa. Kwa hiyo hii ni jambo zuri la kuiweka klabu katika hali ya juu. Kwa hiyo ili hata kama mtu anakuja kuwekeza katika klabu anajua kwamba klabu inakuwa ina thamani ya hali ya juu. Kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani, tafadhali usisahau kubonyeza alama subscribe na alama ya kengele iliyoko chini ya video hii. Asante sana.